Kituo cha mafunzo ya kijeshi cha waasi wa M23 huko Rumangabo katika jimbo la Kivu Kaskazini kiliandaa sherehe rasmi ya kuhitimu kwa zaidi ya wanamgambo 1518 wa vikosi maalum ya jeshi la ARC M23 siku ya Jumatatu Machi 2, 2026. Wanamgambo hao wapya wanadaiwa kwenda kuimarisha safu ya AFC M23. Wanadai ya kwamba dhamira yao kubwa ni kwenda kuwahudumia na kuwalinda raia, wahanga wa kwanza wa vita vilivyowekwa na utawala wa sasa wa Kinshasa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sherehe hiyo iliongozwa na amiri jeshi wa ARC Jenerali Sultani Makenga, ambaye pia ni mratibu wa kijeshi wa ARC M23, mbele ya viongozi kadhaa wa harakati hiyo. Katika hotuba yake, Jenerali Makenga alionyesha wasiwasi mkubwa kuhusu ongezeko la matumizi ya ndege za kivita zisizo na rubani zinazolenga raia katika maeneo yenye watu wengi. Aliwasihi wanamgambo hao wapya kujiunga mara moja na wenzao ambao tayari wametumwa kwenye safu mbalimbali za mbele ili kuendelea na dhamira ya kuikomboa na kuilinda nchi. Hebu tumsikilize. Jeshi la FARDC ambalo linaongozwa na Tshisekedi, ambao ni jeshi ambalo limejaa ndani ujinga mingi sana, ndio hivyo? Ndio bwana. Na tubalere mingi kwa huko ambao tunapiganisha, na kiongozi wa jeshi yeye mwenyewe amesema kama ni kosha. Nasema jeshi lake ni kosha, na hata naye ni kosha, ndio hivyo? Ndio bwana. Yes, ni kosha. Ndio bwana. Lakini mmekataa kubali kwa koshare, mkaamua kuja kwa jeshi la ukombozi ili mkomboe nchi yenu, mkomboe ndugu zenu, mkomboe Wakongomani kwa ujumla. Ndio hivyo? Ndio bwana. Nasema tangia leo tarehe 2 mwezi wa 3 mmekuwa jeshi la ARC. Na mmepasi tangia leo nyinyi ni ARC. Mvae kofia zenu. Nasema tangia leo mimi nimekuwa jeshi la ARC, yaani jeshi la ukombozi, ambao liko hapo kukomboa nchi yetu, kukomboa Kongomani. Jeshi ambalo limekataa kuona namna nchi yetu inaendelea, namna nchi yetu inabomolewa na kundi ya kutisha ambao kwa Kinshasa, ambao wamekamata nchi ya Notari, wamekamata nchi kwa propriete prive, ambao wanaua watu, wao wanaishi. Tshisekedi amekamata wajambazi wote, wahalifu wote, akawapa silaha ili kuua raia wengi juu ya kabila yao, kuua raia na amekataa ideoloji mbaya ambayo analeta, kuua raia ili kuwapora mali yao. Anaenda kutafuta Warundi, anawaleta na mambo ya ideoloji mbaya, anakamata FDLR, anakamata mercenaires, na hao wote wanapatia valero kushinda jeshi la nchi. Ndio maana amelisema ni jeshi la kosha. Baada ya kulizarau, baada ya kulibomoa, kunafuta vikundi vyote FDLR au mabandia wote ambao wanaita wazalendo, Warundi na wengine wote mercenaires kutoka kwa nchi tofauti wako Ulaya, na kazarau jeshi la nchi. Lakini hao wote wamekusanyika ili kuua watu, ili kuua wananchi. Watu wamegeuka wakimbizi miaka na miaka juu hao watu. Wako nje ya nchi, wengine ni wakimbizi kwa nchi yao, wengine wako mabusu bila shida yoyote. Na hiyo ndio maana chama kimekataa kasimama ili kuhakikisha kama shida hizo zote zitatulika. Ndio maana tupo hapa. Na nyinyi namna mmejiunga kwa jeshi hilo, kwa chama hicho, uwe tayari kuomboa Kongo, uwe tayari kuomboa wananchi. Na muwe tofauti na namna mlikuwa jana, si ndio hivyo? Ndio bwana. Ambazo zilikuwa huko ile mativale yote utupe huko. Muwe tofauti na namna mlikuwa jana. Wenzenu kwa tofauti wakiona watafurahi,
yaani nyinyi mleta msaada yenu, mmejiunga nao ili kusaidiana safari hii ya ukombozi ili tuimalize. Ukifika huko mwe msaada wa kweli, waone kama ndugu zao kweli wamekuja kuwasaidia ili kukomboa nchi, ndio hivyo? Msifike huko tena mkue mzigo, mwanze kuleta hizo tabia tena za jana ambazo sisi tunapiganisha, ambazo hazikubaliwe kwa RC, ambazo hazikubaliwe kwa chama. Mwende mwe tofauti na jana, mwe na discipline hali ya juu, mwe na uvumilivu. Sehemu kote mtapita, wananchi waone ndani ni mabadiliko, waone mko tofauti na jana, waone namna mko tofauti namna mlikuwa huko kwa FARDC, waone ndani wakombozi, hapana jambazi. Ndio hivyo? Ndio hivyo? Wananchi wetu wameteseka muda mrefu, wengine wanafanya miaka na miaka nje ya nchi, wengine nchini wanauawa kila siku, wengine wanalala nje, hawajui wanalala wapi. Nchi yetu imebomolewa. So mwende mshirame na wenzenu ili tutatua hizo shida zote zimalizike, tuwe na nchi ambayo inaheshimika, tuwe na wananchi ambao wanaheshimika, na hiyo ndio mission yetu na tutaifikia lazima. Ndio hivyo? Mko tayari? Mko tayari? Mko tayari kufukuza hiyo regime ya wajinga ambayo wako Kinshasa? Mko tayari ndugu zenu ambao wamefanya miaka na miaka nje ya nchi warudi nchini? Mko tayari kufukuza hiyo tribalism yote ambayo Tshisekedi ameleta kwa miji yetu, kwa vijiji vyetu? Kama ni hivyo, mtakuwa mko askari wazuri, mtakuwa mko askari wa RC kama wengine, na kifanya hivyo baada ya kukomboa nchi na kukomboa kwa umbali, mtaheshimika. Mtaheshimika lazima. Yaani mmekomboa nchi, mmetoa nchi kwa mikono ya wajinga. Alipata vizuri? Alipata vizuri? Kama kuna mwenye ngani na dute mwenye amekuja bila kujua anaenda wapi, mkono juu tumtie kwa mikundi kama iko hapo ambayo tunaenda kusukuma Kinshasa, ndio ya matekwa. Na mwenye ngani na dute, mwenye ngani na mashaka. Mwenye kuna mashaka iko wapi? Hakuna. Ninyi mko tayari? Mko tayari kufukuza Tshisekedi? Ndio. Na wajinga wake wote ambao wanafanya nao? Ndio. Mmekataa kuongozewa na Clochard? Ndio. Sawa, asante na nashukuru. Natakia kazi njema. Nafikiri mtakuwa msaada kwa chama, hapana mzee kwa chama. Sio hivyo? Lawrence Kagua, mkuu wa idara ya mawasiliano ya ARCM 23, alisema kwamba vitengo hivi vipya sasa vinafanya kazi kikamilifu na viko tayari kutekeleza dhamira yao ya kuwalinda raia walioathirika na vita vilivyowekwa na Kinshasa. Alisisitiza kwamba kupelekwa kwao ni sehemu ya juhudi pana za kuimarisha uwezo wa jeshi la ARCM 23 licha ya changamoto za usalama zinazoendelea mashariki mwa nchi. Hebu tumsikilize. Nous sommes le lundi 2 mars 2026. Nous sommes présentement à Rumangabo où nous participons à la cérémonie de fin de formation de plus de 1518 éléments de forces spéciales mobiles. Ces éléments sont prêts pour servir, défendre et protéger les populations civiles victimes de la guerre imposée par M. Tshisekedi. Ils étaient venus volontairement et ils sont prêts pour défendre la nation, libérer le Congo des mains des chefs clochards M. Tshisekedi. Kwa upande wa ARCM 23 wanaendelea kuthibitisha kujitolea kwao kusikoyumba katika kutetea raia na kufanya kazi kuelekea kurejesha usalama katika eneo lote la kitaifa. Asante kwa kuendelea kutufuatilia, na hii ni The Jofa Media.